Na hali gani mtazamaji wa Tumaini Television, na tumai uko salama na uko vizuri kabisa. Karibu maishani, jina langu ni Innocent John. Karibu katika mwendelezo wetu wa vipindi mbalimbali ambavyo tunakuletea kupitia kipindi cha Maisha Kliniki. Niko hapa na leo kuhakikishia kwamba unapata elimu ya maisha kwako wewe mtazamaji wetu ambao unatutazama popote pale ulipo. Asante kwa wote ambao mmekuwa mkifuatilia na kutazama vipindi vyetu, naamini mmekuwa na mkipata elimu hii imekuwa ikiwasaidia kwa namna moja ama nyingine. Asanteni wote ambao mmekuwa mkitupa mrejesho wa kila ambacho mmekuwa mkifaidika na kunufaika kupitia kipindi cha Maisha Kliniki. Mimi ni Innocent John, niko na Joseph Peter katika kuhakikisha wewe unatutazama popote pale ulipo, lakini ndani nimemwalika kwa siku ya hii leo ni mwalimu wa saikolojia Samuel Morel Aloisi ambaye tutazungumza naye kwa siku ya hii leo, na mada yetu kuu ni kwamba leo tutaangazia afya ya akili na ukatili katika jamii. Karibu sana mwanafamilia wa Maisha Kliniki, karibu sana mwana Tumaini Television, tuweze kujadiliana sote kwa kina yale yote ambayo yapo ndani ya Maisha Kliniki kwa siku ya hii leo. Tuungane kwa pamoja. Unaweza kutushirikisha pia kwa kila ambacho utakisikiliza humu ndani na kutazama, basi maoni yako ni muhimu pia. Tunakukaribisha sana kwa namna yoyote ile. Karibu sana. Na mwalimu, karibu sana ndugu. Asante. Habari ya muda mrefu? Nashukuru sana, njema. Tunashukuru, tunaendelea kutoa elimu kwa jamii yetu. Hatujaonana muda kidogo hapa, tulikuwa tunapoteana. Kweli ni muda. Lakini naamini kila kitu kinakwenda vizuri. Kila kitu kiko vizuri. Mungu ni mwema. Karibu sana ndugu yangu. Na leo tutazungumzia sana kuhusiana na swala zima la afya ya akili na ukatili wa kijinsia katika jamii. Mtu ambaye anatutazama angependa kufahamu, kujua tunapozungumzia ukatili wa kijinsia katika jamii tunazungumzia nini? Karibu sana mwalimu. Asante sana ndugu mtangazaji na ndugu mtazamaji wa kipindi chetu. Ni kweli namshukuru Mungu kwa siku hii ya leo. Sasa kabla ya tujaenda kwenye ukatili, tuzungumze afya ya akili. Afya ya akili tuiangalie. Afya ya akili ni hali inayohusianisha ustawi wa mtu kifikra, kihisia, kimwili katika kuleta ustawi na usawa katika jamii. Sasa hali inaweza ikawa ni hali nzuri au hali mbaya, lakini ustawi ili uwe mzuri ni katikati. Mizani ile iko katikati ili kuleta haki ya mtu apate. Afya yako ya akili inapokuwa na ustawi, maana yake utachagua, utaamua, utatenda ipasavyo, na mwenzako hata nungunika kwa sababu unakwenda jinsi inavyohitajika. Sasa afya ukatili ni kitendo. Sawa. Ni kitendo ambacho kinafanywa, chochote kile ambacho kinaweza kuleta madhara kwa mtu mwingine, kihisia, kifikra, kimwili, katika kutenda yale. Yani ni kitendo ambacho kinaweza kumletea mtu, kikamuathiri kihisia, kisaikolojia, na mtu akashindwa kufanya jambo ambalo akashindwa kupata furaha na amani nafsini mwake. Ukatili ni hali ambayo, yani mtu anayefanya ukatili, kwa mfano mimi nikikufanyia wewe, katili ni mtu aliyejikatili yeye. Anahamisha tu ukatili kutoka kwake kwenda kwako. Katili ni mhusika yule. Sawa. Ni sawa na useme mwenye, yani mimi nikikutukana wewe, mimi si nimekutukana. Wewe ukinyamaa kimya, lile tusi linarudi kwangu. Sio, unanipata? Ndio maana ukimya ni sauti kuu. Ukiwa kimya utanisikiliza, utaona kabisa mimi nina shida. Sasa katili ni mtu aliyejikatili yeye, anaenda kwa mwingine. Mbele tutaangalia viashiria, visababishi, vyanzo vyake ni nini. Kwa hiyo ukatili ni hali ile ambayo ni kitendo kile ambacho kinatoka kwa mtendaji kwenda kwa yule anayetendewa. Sasa ukatili huu unaweza ukaleta mateso na maumivu kwa mtu anayetendewa. Chukulia mume na mke katika nyumba, au ni mtoto amefanyiwa jambo lile la ubakaji au kuteswa au kupigwa kwa vipigo, anaweza akapata mateso na akaathirika kifikra, akaathirika kisaikolojia na kimwili pia, kwa sababu kuna mtu unaweza akapigwa akapoteza jicho. Sawa. Wewe wakati unampiga na hasira zako unadhani ni mke wako. Mke wako ni mkono wa kushoto. Sasa ukiwa unapiga inaweza ikaleta madhara. Sasa
ukatili unaweza ukatokea katika mazingira gani? Inaweza ikatokea katika kazi, ofisini, katika kazi kule mtu anafanya. Unaweza ukatokea katika manyumbani kama wanandoa, katika familia. Unaweza ukatokea pia sehemu za taasisi kama taasisi za serikali, taasisi za kidini. Tunasikia mara nyingi hali za namna hiyo zinatokea. Huyu amefanya vitendo viovu kwa mwingine ambavyo inaleta athari katika jamii. Nadhani hapo tunaelewana. Nimekupata vizuri. Sasa ukatili, afya ya akili, maana yake mtu ambaye ana ukatili tayari ana shida ndani. Ukipima vizuri, wivu umezidi ndani, kiburi kimezidi ndani. Maana yake hajisomi, afya yake ya akili imemzunguka. Katili ni mtu aliyejikatili, maana yake ustawi. Sasa ni namna gani kulinganisha afya ya akili na ukatili? Sasa ukitizama, ili mtu awe na afya nzuri ya akili unatakiwa uwe na kiasi. Okay. Ukiwa na kiasi, maana yake kila jambo utalifanya kwa tahadhari. Kila jambo utalichukulia kwa tahadhari. Ukiwa na afya nzuri ya akili, unatakiwa uwe na furaha muda wote. Hata gumu likitokea, una uwezo wa kubadilisha ugumu kuwa jema. Yaani gumu kuwa jema. Yaani kuona ndani ya changamoto hii, mke huyu amenizalia watoto, hiki tu alichokifanya kidogo kininyume kivuli chake. Yaani inakuaje? Ukiwa na furaha, una uwezo wa kubadilisha baya kuwa jema. Sawa ukiweza kudhibiti hisia zako, maana yake kuwa na mtazamo chanya. Ukiwa na mtazamo chanya, maana yake hisia zako hasi hazitakuendesha. Ndio pale sasa mtu akikutukana unanyamaa kimya, unasikiliza vizuri, kwa sababu inawezekana ametaja mji mkuu wa Malaysia, wewe unatafsiri. Sasa mahusiano yako, relativity ile, jinsi unavyo relate, jinsi unavyohusianisha lile, ndivyo inavyokuumiza wewe. Tafsiri, interpretation, tafsiri ya jambo mtu analolisema ndilo ambalo linaweza likamuumiza mtu. Kwani mwanadamu hajaumbwa kabisa kuumizwa na maneno. Nadhani unanipata. Hajaumbwa kabisa. Maneno ya mtu hayajawahi kuvunja mtu mguu, hajawahi kuvunja mtu mkono. Lakini sawa Sasa mwili wako, yani plasticity, yani ubongo wako umeumbwa kuumizwa na huu mwili, kuguswa na kitu, kupata ajali au kuungua, ndio utasense vizuri. Lakini mtu akikusema, mtu akikutukana, kama una ustawi mzuri wa akili, utaelewa kabisa huyo mtu ana shida. Kwa maneno yake, kwa hisia zake, kwa picha anayokuonyesha, unaweza ukaona hiyo hali ikoje na ukatafsiri. Usiongee naye, ukaacha kuzungumza naye. Alafu ukimwacha sasa, ndio pale yatarudi kwake yale aliyoyasema. Kwa hiyo katili mwisho wake huwa ni mgumu. Ni sawa na msaliti. Anayekusaliti. Yaani anayesaliti mwingine. Kwa mfano ni mke, ni mume akaenda kwa generator. Sawa generator, nadhani unanipata. Akienda upande ule, maana yake hajamsaliti mke, amejisaliti yeye. Hatia ile itakuwa kwake. Kwa sababu pengine mke anaweza asifahamu. Lakini yeye nafsi yake akawa anajua kabisa ni msaliti mke wangu. Mtenda tendo ndiye anayebaki na kosa. Sasa mke hata akijua, mke atahuzunika tu kwa sababu hajafanya yeye. So unaona jamii yetu inavyochukulia sasa hivi. Sasa hivi unaweza ukawa kwenye mgogoro, mtu unaweza ukasuluhisha ndoa. Yaani tatizo ambalo hata ukilisikiliza hivi haliwezi kuvunja ndoa, lakini mtu anakuambia mimi nataka niondoke. Sasa unachukua mzigo wa mtu mwingine, amekosea mwingine. Kwa sababu mama akiweza kutafsiri, mama anaweza akafunika vizuri upande wa mume. Kwa sababu mume na mke ni mkono wa kushoto na kulia. Sasa mume ni mkono wa kulia, mke ni mkono wa kushoto. Ukiwa unamkatili mke, maana yake unajikatili wewe. Ukiumiza mkono wa kushoto,
utakwendaje? Hamtaweza kuunganisha nguvu muweze kwenda pamoja. Sawa sawa. Nadhani hapo umenipata vizuri. Nimekuelewa kabisa mwalimu wa saikolojia, namna ambavyo umeielezea afya ya akili, lakini ukatili katika jamii na sehemu ambazo katili zinaweza zikatokea. Umeeleza na umefafanua vizuri mwanzo huo. Sasa tuende sasa katika, tuziangazie sasa hizi aina za ukatili. Sawa, asante ndugu mtangazaji. Ni kweli ziko aina za ukatili. Aina namba moja ni ukatili binafsi. Ukatili binafsi mfano wake ni kama mtu kunywa pombe kupitiliza, umejikatili. Yawezekana kuna mambo ndio yanatokea, lakini kunywa pombe kupitiliza kunaweza kukuchangia kuharibu afya ya mwili na afya ya akili, kwa sababu pombe ikizidi mwilini madhara yake ni makubwa. Na hutaweza kufanya kazi, utaleta migogoro kwenye jamii. Ukatili binafsi, yani unajikatili mwenyewe. Sasa kuna mambo kwa kujua na kwa kutokujua. Sasa hivi tuko hapa tunafanya hivi, kuna mtu akisikiliza ataanza atapata mguso, ataanza kuelewa kwamba sasa hivi kumekucha, kumbe ninavyofanya mimi nadhani namkomoa mke wangu, kumbe najikomoa mwenyewe. Kwa sababu kosa linarudi kwa mkosaji. Hata kama mke amekusumbua, lakini ukienda kunywa ndio umepaisha, umeongeza, kwa sababu hujatatua matatizo ya msingi. Yawezekana ni wajibu wako kweli kusimamia jambo fulani, hulifanya, lakini wewe umeona ni kama vile wamekukosea, hapo ukatafuta njia mbadala badala ya kulitatua tatizo ukaenda kuliongeza. Sawa. Lingine katika hilo la ukatili binafsi ni mtu kutizama picha hizi za picha hizi zinaua kabisa neuron transmitter, yani ubongo mawasiliano ya ubongo yanaleta taarifa kwa kutumia neuron. Nerves na cells zina mawasiliano kama atom na nani zile ambazo zinaleta mzunguko ule wa taarifa za mwili. Sasa mtu anayetizama picha za utupu anajiua taratibu, energy ya nguvu ya mwili inapotea. Ukumbuke wale wanaofanya vile, wengine ni biashara kwa nchi za wenzetu, wanafanya biashara. Sasa kwa sisi ambao tunatoka kijijini tunakuja mjini, tunavamia simu, mtu akiwa anatizama zile akazoea, atashindwa. Mwemko ule utampeleka kufanya kitu kingine. Mwingine kama ni mwanamke ni mwanaume, akienda kufanya lile na mwenzake, utakuta anataka picha inayokuja ya kwanza ni kile alichokiona kule, hawezi kufanya pale. Ndio maana unaona sasa hivi shida kwenye jamii yetu, nguvu za kiume, nguvu sijui za nini. Hakuna shida ya nguvu za kiume, ni ustawi wa afya ya akili katika kutambua jema na baya na kustiki kukaa katika jema, ili uweze kuruhusu energy ya mwili flow vizuri. Kwa hiyo ndio changamoto. Ndio maana unakuta mtu mwingine anasema yani unakuta kwenye mazingira fulani mtu anakuambia hapa nimejikatili mwenyewe kabisa. Tunakutana na hayo mazingira, mtu anakuambia nimejikatili mwenyewe. Sasa ndio ukatili binafsi. Ndio hiyo sasa. Kwamba akisha ni sawa na ukikuta mtu mlevi na anataka huduma, yani ule utayari wa kwake ni hatua moja ya kusonga mbele. Kwa sababu mwingine ni vigumu sana kuelewa kwamba hapa natakiwa nitoke. Mlevi ukimwambia wewe ni mlevi mtagombana, lakini akipata ridhaa ya kwake mwenyewe, huu mzigo kwa nini nagombana, kwa nini nateseka, akija kwa mwana saikolojia ni rahisi kutoka, kwa sababu tayari ameshaanza kwa ndani. Kitu kingine ni kama vile kukimbilia kwenye generator. Unaacha umeme wa TANESCO ndani, unakimbilia kwenye generator. Kadri unavyokimbia kule unatumia energy, nguvu ya mwili unaipunguza. Sasa badala ya kupunguzia ndani unapunguzia nje. Sasa matatizo yakija, maana yake unajipunguza wewe. Sio kwamba unamkomoa yule unayefanya vile, ni wewe inarudi kwako. Ukipata magonjwa ni wewe. Lakini maisha yanafupika kwa namna unavyotembea na upande huo mwingine. Na kuelewa vizuri. Nadhani unanipata. Ndio maana hata dini inasema mke mmoja ili uweze kutunza energy, nguvu ya mwili katika kuwasaidia watoto na wengine na jamii. Sasa ukatili wa kijinsia,
tunaenda ya pili. Tusalie hapo, na ningependa kabisa kwenye hizi tunavyozitaja, kwa sababu huko mwishoni sawa tutakuja tuangalie namna nzuri ya kutokomeza ukatili wa kijinsia katika jamii zetu. Ndiyo. Lakini kwenye hizi aina za ukatili ningependa kabisa tukielezea hii moja, kwa mfano tumeelezea ukatili binafsi, utupe hata njia mojawapo kwenye ukatili wa ukatili binafsi, namna gani mtu anaweza kaondokana na ukatili binafsi. Tukimaliza yani ya kwanza, kama hii tumeelezea aina ya kwanza ya ukatili binafsi, utuambie mwanasaikolojia, mwalimu wa saikolojia, mtu anapaswa aondokane nao kwa namna gani ukatili binafsi? Kwenye ukatili binafsi lazima ufikie mahali ukubali, acceptance, kwamba sasa hivi nimelemewa. Huu mzigo nimelemewa. Mzigo umekuwa mzito, kufikisha siwezi kuenda. Lazima ukubali kwanza, uridhie mwenyewe ndani. Internal, yani ndani, ukikubali ndani ni rahisi kuachana nacho. Lakini kama hujakubali, hata ukienda kwa wana saikolojia watakuchukua, watakupeleka, utarudi. Lakini ukikubali hali usioweza kuibadilisha wewe, tayari moja kwa moja utapata msaada, kwa sababu fikra yako imeshajielekeza katika ile. Hata ukienda ukatafuta mwana saikolojia au mtaalamu mwenyewe, kwa sababu kwa kawaida kila mtu ana saikolojia yake ya kumsaidia mwingine, ya kumudu pia matatizo yake na ya kuelewa. Kwa hiyo hata ukienda kwa mchungaji, lakini ukienda kwa mwana saikolojia atakupambanulia vizuri na kukupa maelekezo ambayo yatakujaza wewe taarifa ambazo kule unakoangukia utarudi kwenye njia. Wewe binafsi utakuwa umetoka katika ile njia. Sawa. Lakini cha kwanza ni kujikubali na kukubali kwamba sasa hapa ilipofika kweli hii sasa ni shughuli. Hii shughuli nyingine. Na kama wakati mwingine ni mke ni mume, unachotakiwa mwache kwanza, hata kama ni baba, mwache kwanza akolee. Ile law of saturation mind, akili inaanza kuelewa baada ya kukubali previous, yani kukubali ile njia ya kwanza kwamba haiwezi ikamfikisha. Mind inakubali new option baada ya kuona sasa hii hapa imeshindikana. Acceptance haiji kirahisi, lakini ikitokea inakuwa ni njema zaidi. Na ndio pale utapata mwana saikolojia atakusaidia. Ya pili sasa, ya pili ni ukatili wa kijinsia ambao huwa binafsi huwa haueleweki. Inayotajwa zaidi ni ukatili wa kijinsia, ukatili pia na wa kiuchumi. Tutaona ukatili wa kijinsia ndio huwa ambao unatesa jamii yetu. Mfano wake ni ubakaji, vipigo kwa mume na mke, ambavyo ni changamoto kubwa kwenye jamii yetu siku hizi. Japo sasa hivi mwalimu, hii ya upande wa pili inakuwa ngumu sana, na hapo tutazungumza na uwaeleze wanajamii pia walifahamu, tujikite pia na hapo. Ukatili ambao tunajua ni mtoto wa kike tu au mwanamke ndo anafanywa ukatili wa kijinsia, lakini mwanaume pia changamoto hii ipo. Ndio. Kwa hiyo ukiwa naelezea hapa, jaribu na kuwaelewesha wananchi ili na ifahamike pia kwamba kuna watu pia wengine wanapaswa kusaidiwa kwenye hili. Ni kweli. Karibu. Sawa. Sasa ukatili wa kijinsia ndio huu ambao upo kwenye jamii yetu. Ubakaji ambao upo, vipigo kwenye jamii yetu, mimba za utotoni zinatokea. Sasa ukatili huu wa kijinsia ni changamoto. Kwa mfano takwimu zilizotoka wakati huu wa karibuni 2024 Januari mpaka Disemba, Kagera, mkoa wa Kagera kule, vituo vya polisi waliripoti taarifa moja kwamba ukatili wa kijinsia ulitokea kwa waliripoti 30 mara 533. Maana yake matukio yao yaliripotiwa vituoni. Ubakaji uliripotiwa kwa mara 230. Matukio ya 2024. Sawa. Kuanzia Januari hadi Disemba Kagera huko, takwimu ambazo zipo. Kwa hiyo unaweza ukaona kwenye jamii yetu kuna hali inayohitajika kufanyika kutoka kwenye taasisi kama hizi za kwenu za vyombo vya habari, hata Wizara ya Jinsia, Wanawake na Watoto, namna ya kutoa elimu, kwa sababu kadri unavyozidi kwenda mbele takwimu zinazidi kuongezeka na jamii bado haijajua namna ya kufanya. Sasa kwa mfano kwenye vipigo
pale ulipozungumzia. Sasa sehemu kubwa ni kwamba kelele hii kubwa ambayo imepigwa, unajua mwanzoni wakati feminism hizi sheria za kumuempower mwanamke zilivyokuja zilikuwa zinahitaji sana ufahamu na utashi wa kumheshimisha mwanamke. Yaani mwanamke aheshimishwe kwa sababu uwezo wa mwanamke ni mkubwa. Sawa. Ndio maana neno nyumba ni neno la kike. Nyumba haisimami bila mwanamke. Haiendi. Sijui unanipata hapo. Haiendi bila mwanamke. Sawa. Lakini kelele nyingi inavyopigwa sana maredioni sasa hivi, hamasa kubwa ni kumempower mwanamke. Kuna kundi limesaulika. Hawa wanawake sasa hivi wamekuwa empowered kiasi kwamba na wao sasa wameshafika mahali ambapo wanashindwa kuelewa kwamba nafasi yao ni ipi. Kwamba sasa hivi kuna ugonjwa. Ninatakiwa niishie hapa. Mwanamke ni mtendaji ndani ya familia, kichwa ni baba, mamlaka ni baba, mwanamke ni mtendaji. Sasa na wajibu ule wa baba na mama tunashindwa kuufahamu ili kuleta usawa ule uende. Mwanamke akipata kipato ana uwezo wa kumtukana mume. Hasa mwanaume akiwa ameishiwa kipato na mambo yamekuwa ni magumu. Ni rahisi mambo yakiwa magumu, hata ni ugonjwa mwanamke anakuacha. Lakini sasa ni mwanamke yupi? Mwanamke chanya na mwanamke hasi. Manake mwanamke mcha Mungu ndiye mwanamke chanya. Anakukubali wewe kwa hali. Ukimkubali mtu kwa hali, una uwezo hata magumu yakitokea utabebana naye. Utafunika madhaifu kabisa. Hutatangaza nje, utamwambia yeye kwamba mume wangu ulevi unaharibu. Unamwambia yeye, utangazi hata kwa baba yako, hata kwa ndugu yako, unamlenga yeye. Taarifa ikienda kwake, hata akienda mahali akiwa amejificha, akiwa mwenyewe, yale maneno yako yanatiririka, yanaingia mpaka kwenye damu. Ataanza kuwaza hivi kweli, hii ni ngumu. Hata rudia kwenye lile. Kwa hiyo utakuwa umemsaidia. Lakini mwanamke hasi, maana yake anayefikiri negative, anayefikiri hivyo, atakuwa hana subira. Hawezi kufunika magumu yanapotokea. Sasa hivi kanisani yeye analipuka. Anasahau kwamba kesho Mungu anaweza akarudisha hali, mambo yakaenda tofauti. Kwa hiyo unakuta anakwenda nayo vile jinsi ilivyo. Lakini mwanamke, uliona Hillary Clinton alichokifanya wakati mume wake amepata shida ile. Sawa. Yeye alifunika. Wakati CNN na BBC wanasubiri taarifa mtu resign, yeye alimshika mume wake mkono. Anasema tunaondoka. Ameteleza tu. Hakuna yeyote aliyeongea. Sasa kwenye familia zetu ni ukweli, lazima mama aelewe wajibu wake, baba aelewe wajibu wake. Hata kama mna elimu, umesoma sheria ukifika nyumbani kwako ujue kwamba ishie pale. Haya nayoanza mengine huku ni namna nyingine. Maana huku nimeingia kwenye utawala mwingine. Utawala mwingine. Umepata hela, lakini wewe ndio mama, wewe ndiye mpokeaji mkuu, wewe ndiye waziri wa mambo ya ndani. Mume akiishiwa, jaribu kumrudisha kwenye njia. Nenda naye, kwa sababu inawezekana ni jaribu. Mungu anaruhusu jaribu akupime kama utaenda naye. Lakini ukumbuke ndugu mtangazaji, ni heri kuachwa kuliko kuacha. Wewe ambaye nakumbuka huo msemo. Ni heri kuachwa kuliko kuacha. Anayepanga kumwacha mwingine anateseka zaidi. Ni sehemu ya ukatili, lakini katili ni ule anayemwacha mwingine. Anaondoka na hatia. Sasa ukiondoka na ile hatia, kule unakokwenda hutakaa upate pa kukanyaga. Paka siku moja utarudi kwenye upande huo mwingine. Ukatili wa kiuchumi. Ukatili mwingine ni ukatili wa kiuchumi. Huu ni ule ambao unakuta tamaduni zingine zinamnyima mwanamke akifanya kazi, au baba au mama, au baba anamnyima mke wake. Nafikiri mwalimu, tuweke nukta hapo. Tukirejea tunakuja na huo ukatili wa kiuchumi. Ndio. Tutanzia hapo. Twende kwanza tukapate muda kidogo wa wadhamini wetu. Tukirejea basi tutakuja tuanzie hapo kwenye huo ukatili wa kiuchumi. Tupo tunaangalia hizi aina za ukatili aina za ukatili, na tupo katika hiyo aina ya 3, ukatili wa kiuchumi. Tukirudi tutakuja kuendelea hapo. Niko na mwalimu wa saikolojia Samuel Moel ambaye tutazungumza naye kuhusiana na afya ya akili na ukatili katika jamii. Endelea kutufuatilia, endelea kubaki nasi. Tunaenda mapumziko mafupi sana. Nikirejea hapa basi tutakuwa sambamba pamoja nasi kabisa katika mada yetu. Karibu Maishani.
Nyumba bora hujengwa na mwanamke, lakini pia mwanamke huyu ni pambo la nyumba, na panapo haribika kitu kwenye familia, mwanamke huwa wa kwanza kukulaumiwa. Tukutane hapa kujadili kwa kina. Karibu kwenye Nyota ya Mwanamke. Nyota ya Mwanamke, Jumapili saa 8:30 mchana na marudio Jumanne saa 3 kamili usiku, hapa Tumaini Television. Mtazamaji, upendo, yani nikikwambia katika kwaya hii kuna pea wewe. Na wao walikuwa wanawafundisha watu katika misingi hiyo. Sasa wale waliopata misingi kutoka kwenye huo mfereji hawasepetuki. Jamani, wanapendeza Mtazamaji, kwa Yesu ni raha Kuimba raha Uliniona toka mbali. Wake Mungu, tazama mimi kanijalia karama ya kuimba. Asante sana mtazamaji wetu kwa kuendelea kusalia nasi na kututazama katika kipindi chetu cha Maisha Clinic. Tunasema karibu maishani, na kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni Maisha Clinic. Niko na mwalimu wa saikolojia Samuel Moleli ambaye tunazungumza naye kuhusiana na afya ya akili na ukatili wa kijinsia katika jamii. Tumezungumza mengi, ameelezea kuhusiana na afya ya akili yenyewe, lakini ameelezea ukatili wa kijinsia, ameelezea maeneo ambapo ukatili unaweza kutokea, na tulikuwa tumeshafika sasa katika aina za ukatili. Ameelezea ukatili binafsi, ameelezea pia ukatili wa kijinsia, na sasa tuliweka nukta katika sehemu ya ukatili wa kiuchumi. Tutafahamu mengi, alafu baada ya hapo tutaendelea. Karibu sana wewe ambaye ndio umefungulia TV yako. Maoni yako pia ni muhimu. Shiriki nasi kupitia nambari ya simu ambayo iko chini hapo ya TV yako. Uendelee kujifunza na kuelimika sana juu ya hiki ambacho mwalimu wa saikolojia anakitoa, lakini yeye pia ni mtunzi wa vitabu, anaandika anaandika vitabu. Kwa mfano kama leo ametuletea zawadi ambayo inasema afya ya akili na ustawi wa ndoa. Hiki hapa. Hapo mwishoni nitampa nafasi ya kukielezea vizuri, ili namna gani pia ya kukipata wewe ambao unatazama Mwana Maisha Clinic uweze kukipata vizuri na mawasiliano yake. Anaandika, ni kitabu kizuri kweli. Mimi nimejaribu tu kukipitia hapa, ni kitakusaidia sana kwa kila ambacho kuna hiki ambacho tunakizungumza hapa, pia huko ndani utakutana nacho. Ni afya ya akili na ustawi wa ndoa. Ametuletea zawadi hii. Kwa hiyo hapo mwishoni atatuelekeza na atatueleza namna gani anaweza ukakipata wewe ulioko ndani ya Dar es Salaam na nje ya Dar es Salaam. Endelea kutufuatilia. Mwalimu, tuliweka nukta kwenye ukatili wa kiuchumi. Sasa tuanzie hapo kabla ya kwenda kuangalia chanzo sasa cha ukatili wa kijinsia. Asante ndugu mtangazaji. Ni kweli katika ukatili wa kiuchumi ni namna ambavyo katika jamii zetu tamaduni mbalimbali zina tamaduni au mtu kati ya mume na mke. Unaweza ukaoa mke wako ukaamua ukamwachisha kazi, ni mwalimu lakini ukamwachisha kwamba wewe utasaidia familia, lakini hujui kesho yako, chochote mbele yako hujui kitatokea nini. Unamwachisha anakuwa mama. Ni kazi nzuri kulea, lakini kwa hali ya maisha ya sasa hivi hali imebadilika. Sio kama miaka ya nyuma wazazi wetu wana mashamba makubwa, maeneo makubwa. Sasa hivi ni lazima kila mmoja awajibike kwa namna moja au nyingine. Sasa ukatili huu wa kiuchumi ni ule ambao unakuta mke akipokea mshahara anauchukua wote, anachukua wote. Haki kabisa mke ajihusishe na pesa. Sawa. Ndani unanipata hapo. Alafu mwingine anamnyima kabisa. Maana yake anamnyima akifanya kazi alee watoto. Sasa wewe hamna mtu mwenye mkataba na Mungu na watoto mnao. Je, ukiondoka hata ni afadhali hata umfungulie duka au umfungulie ambalo litamsaidia siku ambayo haupo, basi maisha yaendelee. Ni familia ngapi ambazo unakuta baba akiondoka mambo yanakuwa magumu, mama anasimama lakini watu wanaingilia, yanakuwa ni magumu. Lakini ukiruhusu mikono minne, maana yake ya kwako miwili na ya mwanamke, mikono minne inaweza ikapiga hatua mbali zaidi. Sawa Lakini mikono miwili tu, lakini ukija ukaondoka wewe, pengo linakuwa ni kubwa, na ndio vilio vingi kwenye jamii. Sasa wengi wanaendeshwa na wivu na ubinafsi.
lakini hukumleta wewe umepewa mke huyo uishi naye kwa muda, na sio kwamba ni bidhaa kwa vile umelipia mahari umuendeshe. Ndivyo hivyo na mama pia. Lazima mke amtii mume amheshimu mke, ili muweze kutembea pamoja. Lakini sio mmoja anakuwa mbaba, maana yake ubabe mwisho wake ni kifo kabisa. Na ndio maana tunakufa mapema. Kwa hiyo kwenye upande huu wa kiuchumi ndivyo inavyokuwa hivi. Mwingine anakuwa anatumia kipato chake kumkandamiza mwingine. Na huku umetumia tu mfano mzuri wa wanandoa. Lakini kuna maeneo mengine pia, yani si wanandoa lakini watu wengine tu anakuwa yeye ana kipato kikubwa, anatumia namna hiyo kuwanyanyasa wengine, kuwakatili wengine kwa sababu ana kipato, yeye ana uwezo wa kufanya chochote. Maana yake unaweza kukuta wako kwenye ndoa hali ni ngumu. Yule generator aliyeko nje sasa anatumia ile njia kumuondoa huyu kwa mwenza wake ili yeye amdhibiti na nani yake. Na ndio hali ngumu sasa hivi kwenye maisha yetu. Sawa ambayo ni ngumu. Nakushukuru sana mwalimu kwa kutuelezea hizo aina 3 za ukatili katika jamii yetu. Tumeangalia ukatili binafsi na umeelezea vizuri, lakini ukatili wa kijinsia pia na ukatili wa kiuchumi. Tuangalie sasa nini chanzo cha haya yote. Sasa chanzo kikubwa, chanzo namba 1, kuna matatizo yanayotokea kibiolojia. Kwa mfano mtoto anapozaliwa kwa ridhaa ya wazazi wote wawili, yule mtoto anajaa furaha. Baba anahitaji mtoto, mama anahitaji. Wanapokutana, yule mtoto anayezaliwa pale ana package nzuri ya furaha ndani mwake. Lakini aliyevamiwa tu alafu akazaliwa, aliyeingiliwa akabakwa, ridhaa ya upande mmoja, zile wanashare chromosome, zile zinatoka upande huu, zina hasira, zinaingia za upande huu. Sasa changamoto inaanzia pale. Sasa pamoja na hayo, wakati mimba iko, mama yule anavopigwa, anavotukanwa, maumivu yale, huku tumboni amebeba kiumbe, taathirika pia. Akiwezi kikaonekana kwa macho ya kawaida, lakini kwa ile hali lazima atashia, kwa sababu mtoto yule anapata taarifa nyingi anazipata kutoka kwa nani? Kwa mama yake. Kwa hiyo ukiona unafanya hivyo vitendo, ujue una athari kubwa. Ndio maana mnapo wajawazito au mnapoishi, anapokuwa na mimba, inatakiwa baba awe na upendo, hata kama mama anakasirika kwa sababu pale amebeba kiumbe ndani. Sasa akishazaliwa huku kwenye jamii yetu, maisha yanaanza. Jinsi baba anavyomtukana ndio changamoto. Sasa watoto wanasoma picha tu, wanajifunza kwa picha. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, kama unanitizama, kama wewe una tabia ya kumfokea mke wako au mume wako mbele ya watoto, kuanzia leo acha. Unaharibu jamii, unaua jamii, kizazi kinachokuja. Na ndio maana unaona hali iko tofauti. Miaka ile ya nyuma, mama na baba wakigombana huko ndani, huwezi kujua, wanatoka nje hapa mnafuraha, wanacheka. Sasa hivi ndani ilikuwa ni vita kweli kweli. Sasa hivi unaweza mtu anatoka nje anatukana, ni matangazo hadharani kabisa. Sasa tunafundisha nini watoto hao? Kwa hiyo kibiolojia anaathirika, lakini kwenye jamii sasa anapokuwa, malezi, maana yake pointi ya pili ni malezi ya baba na mama. Mnavokuwa na watoto, tengeni muda na watoto. Hata kama una kazi kiasi gani, lakini tenga hata muda kwa wiki, kaa naye, msikilize. Tuna sababu kubwa sana ya kujifunza, kwa sababu watoto ni watu wazima katika miili midogo. Una uwezo mkubwa. Wajerumani wale, mwanae akimwambia jambo, hasa yule ambaye anaufahamu, anasikiliza, kwa sababu anaamini kabisa hakuna mtu atatoka pembeni kumletea taarifa ya kujenga kwake, ila mwanae. Sisi tunajifunza kwa watoto wetu, kwa sababu hata mtoto akikosea unatakiwa ujifunze, amekoseaje, nirekebisheje. Sasa unanipata? Nakuelewa. Sisi hatujifunzi. Mtoto anaweza akakuuliza, mbona mvua inanyesha baba? Hajakuuliza kwa nini. Na toka hapa. Kumbe kwenye subconscious mind kuna kitu kinataka kiconnect, kijazwe ili kiendelee. Unamwambia tu mvua inanyesha kwa sababu tunategemea kula kutoka kwenye ardhi, mimea, miti, mahindi tunapata. Umepanua jambo hapo, umemuelewesha. Umemuelewesha maelekezo sahihi chanya. Lakini ukimtukana tu akatoka, tayari anajenga
woga ndani, hata ongeza. Akikuuliza mbona mvua imekatika? Sasa mvua inakatika ili majani jua liwake, majani yaweze na mahindi yaote nani vizuri. Anaelewa kumbe. Basi hiki kumbe kiko hivi. Sasa siku nyingine anakusogelea hivyo hivyo. Hata utakuja kugundua talent ya mtoto iliyoko ndani mwake kwa namna unavyomuuliza maswali na namna unavyorudishiana. Yes. Lakini kama unamkaripia tu tayari unamuathiri. Malezi anakuwa anajua kwamba okay, kumbe kuna natakiwa niishi hivi. Sababu baba alikuwa anafanya hivi na mimi natakiwa nifanye hivi hivi. Ndio. Kumbuke mama anajenga upendo, baba anajenga ujasiri. Mtoto hakui kwa mama, anakuwa kwa baba. Mtoto hakui kwa mama, anakuwa kwa baba. Wewe sasa hivi mama yako akikuona anakuona wewe chali tu. Juzi nimembeba hapa, anaongea nini pale? Anastaajabu. Lakini kwa baba yeye atakufokea, ukifanya lolote lile hawezi kukubaliana nalo. Ndivyo inavyotakiwa. Na safi, na lakini sio kwa ukali ule uliopitiliza. Na hapo umezungumza vizuri sana. Kwa hiyo sasa hivi na wewe unaweza kuwa ni miongoni mwa wale ambao wanapinga masuala ya mtoto kulelewa sehemu moja. Na wewe unaweza kaungana kwenye hiyo. Yaani hakuna ugonjwa mwingine usio wa kuambukiza ni hii inaitwa single mother. Ndio nilikuwa nakuja hapo kwa sababu nakuta sasa hivi wanawake wengi wanasema mimi nataka tu nizae nikae na mtoto wangu hivi. Hakuna, na hiyo ni sababu namba 3 ya chanzo cha matatizo. Uwepo wa wanaojiita single mother. Single mother wanajiita single mother, wamekimbia wajibu wa kutii kwa mume. Hakuna mtu anaitwa single mother. Mtoto ni baba na mama yake. Wewe kimbia ukimbiavu, lakini hutakaa umtumbukize ule mtoto kwingine. Ndio maana nikikuta kwenye ushauri namwambia kabisa, mama hakikisha huyu mtoto anakutana na baba yake. Nimekutana na mmoja nilikuwa namsaidia, nimevuta bangi lakini mama aliondoka naye, mirungi na bangi, wa kike kabisa. Sasa nimepambana naye, amerudi, lakini kuna mahali niligundua kumbe amelelewa upande mmoja. Nafasi ile ya baba haijajazwa, utaigundua mpaka ukubwani. Huyu mtoto hawezi kuishi na mume. Kwa sababu hawezi. Mama amenyonyea kule, mama ameacha. Nikae nao wa nini? Sasa unaambukiza ugonjwa huo kwa mwingine. Lazima uhakikishe mtoto anaenda kwa baba yake, akae naye hata nusu saa, alafu rudi endelea naye. Mazungumzo 2-3 na baba ni makubwa sana na yanaweza yakamjenga vizuri. Sawa. Tumeangalia hivyo. Je, kuna kingine? Chanzo kingine ni mitandao hii ya kijamii. Kukua kwa mitandao hii ya kijamii maana yake mtu ana Twitter, ana Facebook, ana Instagram, ana vyote. Ana magrupu yasipopungua 20. Vile anavyojifunza kule, ubongo wa mtu ni sumaku. Kwa hiyo unavyoingiza ndani vinatakiwa viwe vya kukusaidia. Unavyoviingiza vibaya ndivyo na wewe unaharibikiwa. Sasa unaangalia nini kwenye hii mitandao? Una kiasi katika kuangalia kunapita nini? Kwa sababu kama mimi natumia Facebook, WhatsApp na Twitter na Facebook kidogo. Hii mingine sihangaiki nayo. Usumbuki nayo. Maana yake uingiza kile kinachofaa. Vile visivyofaa basi ujipe nidhamu ya kuachana navyo uweze kwenda mbele. Sawa. Ni kushukuru sana mwalimu wa saikolojia, na mimi najaribu kuweka vitu vyangu hapa sawa, na unaeleza vizuri kiukweli. Na wale ambao wote wanatutazama kwa sasa hivi elimu hii wanaipata. Tuje sasa kwenye madhara. Ni madhara yapi hasa tujikite hapo kuyaangazia sasa baada ya hivi vyote sasa kutokea? Madhara yapi ambapo jamii inapaswa kuyajua kwamba haya yanaweza yakatokea? Madhara namba 1 ni matatizo, ni uwepo ongezeko kubwa la watu wenye shida ya afya ya akili. Maana yake sasa hivi ni wengi. Mtu anasumbuliwa na sonoma, mtu anasumbuliwa na anxiety au matamanio makubwa kupita uwezo. Kwa hiyo inaleta kitu, personality disorder zimekuwa ni nyingi. Yaani utu umeterereka. Personality ni utu wa watu sasa hivi. Sasa afya ya akili ikisumbuliwa, maana yake utu unakwenda tofauti. Mtu anakwenda, msongo wa mawazo unamtesa, anawaza jana badala ya kuwaza leo, anawaza kesho, nimefukuzwa kazi sasa hivi nifanyeje?
nianze upya kutoka sifuri ili nifike lengo, anabaki anawazia kazi ile, nitafanya kipi kiweze kwenda. Kwa hiyo matatizo haya yamekuwa na bipolar disorder. Hii sasa ni badiliko la miemko, mtu kufadhaika, mtu kujenga uoga na hofu mbaya ndani, vimekuwa ni sehemu kubwa kwenye jamii yetu. Tunaongea tusichomaanisha na tunamaanisha tusicho ndio inakwendaje? Tusichokiongea. Tunaongea ambacho hatumaanishi na tunamaanisha tusichokiongea. Ndio jamii unakuta inakwenda hivyo sasa. Ana shida ya afya ya akili, anaongea mwenyewe wala hajijui. Anaona watu wanamkimbiza wengi nazungumza nao. Mbona naona kama sauti nazisikia, ameshaanza kupata viashiria vya ugonjwa. Na sasa wengi wapo kwenye ndoa na kwenye jamii yetu. Na ndio pale sasa unakuta mwingine anafikia mpaka uraibu, ambapo unakuta ni changamoto. Kumbe ukimuona mwana saikolojia au mtaalamu atakusaidia kwamba toka hapa, acha hiki. Nadhani. Alafu kitu kingine, madhara mengine ni ongezeko la magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Kisukari, pressure. Miaka ya 95 kurudi nyuma, kiwango cha kisukari na pressure zilizoko sasa hivi hazikuwepo. Maana yake simu hazikuwepo sana miaka ile. Watu wako karibu na wao. Sasa hivi mtu yuko mbali na yeye, yuko karibu na watu. Wewe haupo. Anatamani vya wengine, hatamani vile alivyo navyo pale. Ukitamani vya wengine, vya kwako uvioni. Huwezi kufika kule kama hapa ulipo upaoni. Na upapi thamani. Haupapi thamani. Mungu anakupa unachohitaji, hakupi unachotaka. Hicho unachotaka hatakupa, kama hitaji hili utalithamini na utalitimiza na kulilinda. Hata kuongezea kutoka hapa ulipo. Kwa hiyo maana yake unapotenda leo, tunaishi siku moja, tulizaliwa siku moja na tunaishi siku moja. Na tutakufa siku moja, mara moja. Maana yake leo ndio Mungu anayejua. Hiki tunachokifanya hapa sasa hivi inawezekana kuna mtu anabadilika kule. Leo hii sio jana. Jana ni makaburini. Mapito jana ni mapito. Jifunze kwa mapito, hayatakuumiza. Kesho hujafika, tenda leo. Anxiety disorder ni kuwa na matamanio makubwa pasipo uwezo. Sasa unataka ufanane na yule, kumbe hujui siri anayotumia yule ni hipi. Sasa anza pale ulipo. Umungu wako unasombeka leo. Shetani yuko kesho na jana ili akutempt leo uanguke, usione leo. Unanipata hapo? Kwa hiyo maana yake hapo sasa kitu kikubwa cha kutizama ndicho hicho, kwamba ili uweze kuwepo present moment ni kitu muhimu sana kwenye maisha. Nayo ni pointi ya 4. Uwepo wako upo wapi? Uwepo unatembea na wewe, unatakiwa uwe karibu na wewe. Uwe karibu na wewe, uwe karibu na Mungu, ndio utaanza kuwafikia watu. Hapa mimi naongea, mimi najikubali nilivyo. Hata kama ni madhaifu gani ni ya kwangu. Nakubaliana na Mungu. Ndivyo maana nashusha kwa mwingine. Lakini sasa kikawaida ni kwamba mtu yuko karibu na watu, yuko mbali na yeye, yuko mbali na Mungu, yeye ndiye anayehubiri. Maana yake upepo unaopeleka kwa watu, anayedhani ana marafiki wengi hana rafiki. Anayedhani anapendwa na wengi ndiye hapendwi. Nadhani ukiconnect unaweza ukapata. Unaodhani wanakupenda, mtu mpaka unakufa unatakiwa uwe na mtu rafiki 10. Na kwa mwaka kuwa na mtu rafiki, unaweza ukawa na mtu rafiki mmoja. Wengine tutazungumza kipindi kijacho. Mtu rafiki ni yule anayekujalia. Tatizo lako ni la kwake na la kwako ni la kwake. Yaani ukikutana na huyo mtu, safari inakwenda. Haijalishi umezaliwa naye au umekutana naye, lakini mmekutana tu kwenye universe hii. Mkasomana, mkaweza kukubaliana. Safari inaweza ikaenda vizuri. Na kushukuru sana mwalimu lakini swala vipi kuhusiana na mmomonyoko wa maadili? Inaweza kama sema mmomonyoko wa maadili nayo ni madhara. Ya mwisho ni madhara, kwa sababu sasa hivi heshima kwa mume, heshima kwa mke havichukuliani. Malezi, naandika kitabu cha afya ya akili na malezi ya watoto. Sasa hivi hata daycare hizi zimeanzishwa, maana yake watu wanataka kurelax.
watu wamekimbia majukumu. Sasa hakuna namna. Falsafa ni kwamba mtoto alitakiwa aende aanze darasa la kwanza akiwa na miaka 7. Ajifunze ndani ya family, aweze kuwa subconscious yake ijue, itambue. Ule utambuzi awali ndio elimu ya msingi. Hata kipaji chake kinaanzia kutoka ndani ya familia humu, jinsi mnavyoishi. Miaka 7 akienda atakuwa na uwezo wa kurelate na hali ya kule. Lakini angalia leo, mwaka wa pili anapelekwa daycare. Maana yake ni pumziko, tunakimbia majukumu. Baada ya muda mambo miaka miwili tu miaka miwili amekimbizwa. Sasa wazazi lazima tutizame ile, tunaweza tukalaumu jamii inaharibika, lakini sisi wenyewe lazima tuwajibike kwenye hilo. Hujui nani anaenda kukutana naye kwenye daycare au kule shule, na ana yake ndio ameanza kukuacha sasa. Mmomonyoko wa maadili unaleta madhara, na ndio maana unaathiri hata afya ya akili kwenye kuwaza vema. Na miaka sasa hivi lazima tukubali kwamba hata ufuatiliaji sio kama zamani. Ni kweli. Mtoto anatoka shule, mmesharudi, haya sawa. Mtu hata uulizi kwamba umejifunza nini huko, mambo yamekwendaje huko shuleni. Lakini zamani unatoka shule, mfuko wa madaftari unakabidhi kwa mzazi. Mtoto anaiba daftari la mwenzake, wewe mzazi unafurahi. Tena mzazi mwingine unamwambia yakikaa vibaya chukua. Sasa malezi yale yanatuharibu sisi wenyewe. Mimi mwanangu akija na jambo namwambia usirudie tena. Na lazima kila siku nikague. Na mama yake anakagua. Huyu akichoka anamsaidia, kwa sababu baba na mama lazima, huyu ni mtoto wenu, hii ni picha yenu, lazima mshirikiane katika. Kuna sehemu mimi nitajisahau, lakini wewe utakumbuka mama, kuna 1 2 3. Kwa sababu katika kujenga vile ndio ile space ya mzazi inaonekana. Mtoto anasoma kabisa kwenye subconscious mind, kweli huyu ni baba. Ndio maana baba akiwa sebuleni wanakimbia, ni ile hofu. Hata sisi tunamuogopa Mungu, tunamhofia Mungu, lakini hofu ya Mungu ndio uchaji wa mtu. Uoga ukizidi sana unakuathiri wewe. Lakini hofu ya Mungu inakujenga. Baba akiwepo anajulikana ni baba. Ndivyo inavyotakiwa. Kwani Mungu akikasirika huwa anafukuza pia. Alimfukuza Adamu bustanini. Kwa hiyo Mungu ajitegemea sasa kule umeni. Ukifika mahali basi walelee vizuri, ikifika mahali waanze kujitegemea ili waweze kupambana na maisha. Lakini ukimkokota kwa mikono hawezi kufika. Ataoa leo na harusi kubwa. Watu sasa hivi hawafiki makanisani, wanasubiri waende kwenye sherehe. Kumbe msingi wa ndoa ni kanisani. Na hiyo ni tatizo. Nafikiri na wenyewe tutakuja tuliangalie kwenye kipindi kijacho na vipindi vingine. Tumeshuhudia sana. Unaenda kanisani unakutana na watu 10, ni maharusi tu, lakini ukienda ukumbini, kwa nini zisivunjike? Ni changamoto kwa kweli. Nakushukuru sana kwa wakati wetu, nakimbia kweli kweli. Tujaribu wala kugusia sasa namna gani tunaweza tukajikinga na madhara haya ambayo namba moja ni kuwa na mshauri wako binafsi. Ukiwa na tatizo la hati ya shamba utatafuta wakili, lakini matatizo ya fikra yako, emotional intelligence, matatizo hisia zako zinapokugeuka, fikra yako inapokugeuka, huna pa kwenda. Ni heri usalitiwe na adui unayemuona kuliko usalitiwe na akili yako. Hakuna anayeona. Adui aliyeko ndani mwako unamjua wewe. Utakunywa pombe, utafanya lakini hivi, unamjua. Huwezi sasa kufahamu. Ndio maana tunasema hapa, ungemjua, yani umevutika kule, kwa sababu anayekunywa amejiegesha, kwa sababu anakimbia huu upande. Kuna jukumu analokwepa, anajigeresha tu pale kwenye pombe ili upande huu zisomeke. Wewe ukiwa na mwanasaikolojia wako binafsi, kama unavyokuwa na huyu nini, anaweza akawa hata mshauri wako au mentor. Sio lazima wewe mwanasaikolojia, lakini una mtu ambaye anakushauri, lakini lazima umuamini ili asiwe ni wa kutoa nje mambo yako. Ukimwambia tena anayapeleka sasa huyo mtu ndio mtu rafiki ambaye anakuambia ukweli, bwana hili umeanguka, twende kwa namna hii. Maana saikolojia ni muhimu sana, hata ukiwa naye inakusaidia kwa mambo mengine magumu ya kusolve tu siku moja uendelee. Lakini unaweza ukakwama na ukafukuzwa kazi kwa jambo lile. Jambo la pili ni uaminifu. Uaminifu ndio unaobeba amani. Amani inabeba furaha. Furaha inabeba upendo usioonekana.
sawa. Kwa macho. Sasa uaminifu ni Kiingereza ndio faithfulness. Ujazo wa imani, matumaini yamo ndani. Maana yake uaminifu ni kutunza pia siri. Siri zako hazitakiwi zitambulike na watu. Watu wakisipojua ya kwako sana, utakuwa salama, utatembea inavyopasa. Ndio tunaungana huu msemo wa kwamba omba mtu asijue madhaifu yako. Sasa wakijua watatangaza, lakini sasa uaminifu ni kwa mimi. Kwangu mimi. Tunafunga ndoa pale, nitakuwa muaminifu kwa huyu. Sio yani vile ndivyo tunavyo kwa hawa. Nitakuwa muaminifu kwa huyu. Sasa uaminifu ni kwa binafsi. Kwamba mimi nikiwa muaminifu sitakwenda kwa generator. Nikiwa muaminifu mimi, mwenzangu atasoma picha na hisia yangu kwamba kweli mwenzangu ananipenda. Kweli mwenzangu anathamini. Atasoma kwako bila hata kupiga kelele kuambia. Na inahitajika ni kwamba hata mwenzako akienda pembeni, wewe tunza uaminifu. Mungu anakusoma wewe. Unanipata Uaminifu ni muhimu sana kwenye hilo. Lingine ni malezi. Sawa. Kurudisha msingi ule sasa wa malezi kwa familia. Baba na mama wajue wajibu. Kukaa na watoto, kuwasikiliza watoto, kujifunza kwa watoto ambayo kwenye jamii sasa hivi haipo. Wengine wananunulia simu za smartphone, heri hata uondoe programu zote uweke hizi video ambazo zinaweza zikamsaidia. Lakini wengi wanawaachia simu, sasa mtoto anaanza kuathirika kwa sababu kiakili anapata shida zaidi kwenye nani. Sawa. Tumalizie walau hata 2-3 hivi. Na ni pointi nyingine ya kuna swala labda pengine tunaweza tukazungumza hii mifumo dume. Sawa. Kwanza hii pointi nyingine kabla ya mfumo dume ni kupaza sauti. Pale ukatili unapotokea usifumbiwe macho. Watu hawazungumze lakini kwa vyombo husika. Kwa sababu sasa hivi wazazi sisi mtoto amebakwa, wazazi wanaificha. Na hapo kabla hujaendelea ndo kuna hii nimefuatilia sana hizi kesi. Nyingi wanazimaliza kifamilia. Tunasema sasa hivi kesi zinamalizwa kifamilia. Lakini sasa zikishamalizwa kifamilia tatizo linaendelea kwa sababu yule mwingine atajua tutamaliza kifamilia. Yale si yaliisha vile. Ndio kuna hiyo changamoto sasa hivi. Watu hawapazi sauti. Na sasa kama hivi tunavyozungumza, elimu inatakiwa itolewe zaidi. Paza sauti jirani yako unapoona anafanyiwa ukatili, awe baba awe mama kwa mtoto, mwambie. Ikiwezekana ripoti kwa mjumbe au balozi. Ikiwezekana ipeleke mbele kwa utaratibu ili wale waonywe, kwa sababu inawezekana yule ni mtoto wa kambo, anaonewa, anafanyiwa vituko kwa sababu hapendwi tu pale. Na ukumbuke chuki inamuua anayeitunza. Mama unayemchukia mtoto uliyeletewa, mtoto hana shida ni anayetunza chuki. Na Mungu hawezi kukubariki kama unamchukia huyo kwa sababu hana kosa. Maisha yanatakiwa yaende kwa upendo. Ukiwapenda wale ndio na wakwako watapendwa, ndio na wakwako baraka itakwenda. Mungu hawezi kuwabariki hao kama unawachukia, unaendesha chuki upande huu. Itakuwa ni shida. Kupaza sauti ni jambo la muhimu sana kwenye jamii. Mfumo dume ni kweli nao unatakiwa upingwe kwa sababu jamii yetu pia nayo sasa mambo ya elimu haya yanatakiwa yaende kwa utaratibu. Ubabe ndio unaotumaliza. Mwisho wa ubabe ni kifo. Hiyo sio umenunua bidhaa mke wako ndani, ni mke, ni mtu. Sio bidhaa umelipia mahari umuendeshe unavyotaka. Kwa hiyo cha msingi msikilize, utii uwepo kwa mwanamke na mume. Sawa. Tumalize na hizi taasisi zinazopambana na haya mambo. Uwepo wa hizi taasisi na yenyewe inaweza ikawa msaada mkubwa. Kwa kweli ni msaada mkubwa. Msaada namna sasa zinavyopeleka ujumbe. Kutengeneza taasisi hizi zinatakiwa zipeleke ujumbe huu wa uhamasishaji wa watu kupata hii elimu ya afya ya akili. Kwa sababu mwingine anafanya ukatili ni ameshajikatili yeye. Hafahamu tu kwamba hili ni ugonjwa. Sasa kama anatakiwa apelekwe hospitalini, unaishi kabisa ni mgonjwa anatakiwa apelekwe hospitalini, lakini ndio unaendelea naye, atafanya jambo la tofauti.
taasisi hizi zikiweza kutoa elimu kwa mapana zaidi vijijini ambapo ndio mambo haya yanafanyika, mwamko ule utakuwa ni mkubwa, na namna ya utoaji wa elimu pia, kwa sababu afya ya akili tunaizungumzia hivi, lakini akili ndio maisha yenyewe. Sawa sawa. Ni kushukuru sana mwalimu wa saikolojia Samuel Molel. Tumezungumza mengi sana na ni ya muhimu ambayo umewapelekea wanajamii. Ni elimu kwa umma ambayo tunaitoa kupitia kipindi cha Maisha Kliniki. Niendelee kuwaomba na kuwasisitiza wote ambao mngependa kumpata mwalimu wa saikolojia Samuel Molel, ukiwa na taasisi yako, unahitaji ushauri wa kifamilia, unahitaji kupata elimu na shule na wanafunzi, unahitaji kupata elimu fulani, basi mwalimu Samuel Molel atataja namba yake, lakini ametuletea na hii zawadi kama nilivyokuambia. Inasema afya ya akili na ustawi wa ndoa. Atatuelekeza vizuri kwa dakika walau 2 zilizobaki. Nimeona tayari muda umeshatukimbia kweli kweli. Mwalimu, mtu ambaye anahitaji kupata hiki kitabu, afya ya akili na ustawi wa ndoa, sawa, anakipataje na mawasiliano yako pia wawekee watu? Asante. Kitabu kinapatikana kwa wenye simu kwa njia ya mtandao, kinapatikana. Sawa sawa. Fungua tu Spring Play app, Spring Play Store kwa wenye simu za Android, na wenye simu za Apple iPhone wanatumia Spring Play App Store. Kwa hiyo itafunguka, kitakuja, utaangalia pale namna ya kufanya. Kwa walioko Dar es Salaam na mikoani tunasafirisha pia vitabu hivi. Kwa hiyo utanipigia, nitakuletea kwa walioko Dar es Salaam, lakini kwa walioko mikoani tunakisafirisha kwa basi ili mtu aweze kupata. Nambari yangu ya simu ni 0785 270 390. Taja taratibu. 0785 270 390. Kwa wenye mashule, kwa wenye kuhitaji semina ya vikundi, kwa wenye kuhitaji hata familia, kwa mtu mwenye kisukari type 2, tunashauriana. Upati dawa, lakini kuna namna ya kukaa kwenye mkao ambako una uwezo wa kusambaratisha sumu zote kwenye mwili wako kwa kusikia na kwa kuambiwa. Mimi napatikana Kimara Stopover, kwa hiyo tunaweza tukawasiliana kwa namna hiyo. Ni kushukuru sana mwalimu kwa kufika na kutoa elimu hii kwa umma. Naamini pia ambao wamechukua namba yako, namba ziko pia hapo chini, unaweza ukachukua namba hiyo, utawasiliana naye na mkayajenga na akafika kwako kwa ajili ya kukupa hiyo elimu. Nikushukuru sana. Naamini tutakutana tena kwa kipindi kingine kinachokuja, tutazungumza mengi pia. Nashukuru sana kaka. Asante sana. Mimi ni Innocent John. Ni kipindi cha Maisha Kliniki, tunatamatisha hivyo. Asante kwa wote ambao tumesafiri sote kuanzia muda huo mpaka sasa tunatamatisha sasa. Nikutakie wakati mwema. Asante sana kwake Joseph Peter ambaye amehakikisha wewe unakitazama kipindi hiki. Nilikuwa naye mwalimu wa saikolojia Samuel Molel. Tumezungumza mengi kuhusiana na afya ya akili na ukatili wa kijinsia katika jamii. Hapo mengi ambayo ameyagusia hapo. Basi endelea kutufuatilia, endelea kutazama kipindi cha Maisha Kliniki. Wiki ijayo pia tutakutana hapa. Asante na uwe na siku njema.